Ni kauli ambayo wekundu wa Msimbazi wanasema safari hii wanavuka kwenda hatua ya nusu finali, na kigogo ama timu ambao wanakutana nayo ni Al Masry kutoka kule Misri. Sio ngeni sana kwenye soka la Afrika kwa watu ambao wanafuatilia michezo. Tutazame haina mafanikio makubwa sana, na hata ukitazama kwenye ligi ya Misri sasa hivi ipo nafasi ya 4 ikiwa imevuna alama 31, na ambaye yupo mbele yake ni Zamalek ana pointi 34, lakini pia anazidiwa pointi 8 na bingwa muda wote kwenye ligi kuu ya Misri, nazungumzia Al Ahly ambaye amekuwa na mwendelezo mkubwa sana kuchukua makombe zaidi ya 45, lakini pia anayeongoza ligi ni Pyramid ambaye ana alama 43. Niko natazama kwenye mechi kati ya hizi timu kubwa kati ya Pyramid, Zamalek lakini pia na Ahly, kipi ambacho Al Masry amekifanya mbele ya hivi gogo? Alitoa sare ya 0-0 mbele ya Pyramid, lakini pia akafungwa nyumbani mbele ya Ahly 2-1, lakini pia akatoa sare mbele ya Zamalek. Nilikuwa nikitazama kwenye mashindano ya kombe la shirikisho kwenye mechi mbili za hivi karibuni kwenye kundi ambalo alikuwepo kwenye kundi D ambalo alikuwa anacheza dhidi ya Zamalek. Yeye alipata sare kwenye mchezo wa kwanza, lakini pia mchezo wa pili akapoteza. Kwa hiyo ni miongoni mwa timu ambazo Simba watakiwa waende makini zaidi kuzitazama jinsi gani ambavyo wanaweza kupata matokeo ugenini. Na Kantara, tumeshuhudia wekundu wa Msimbazi katika robo finali zilizopita, idadi kubwa sana ya wachezaji ambao wamecheza hizo robo finali sasa hivi hawapo, lakini tumeshuhudia Fadlu Davis akitengeneza kikosi, lakini miongoni mwa vitu ambavyo amevifanya paka sasa hivi, kwangu mimi naona ni kocha ambaye amewafanya Simba hadi kuona ni kocha ambaye ni bora sana kutokana na kauli ya kujenga kikosi, lakini imeonekana ni timu ambayo tayari kuna namna imeshajitengeneza. Tuwatazame vipi wekundu wa Msimbazi katika mchezo wao dhidi ya Al Masry kuhakikisha wanavuka kwenda hatua nusu finali kama wenyewe walivyozungumza. Kwanza itakuwa ni mchezo mgumu kwa sababu Al Masry ukizungumzia alishawahi kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho mwaka 1985. Kwa hiyo ukiangalia mtu kama ametoa ubingwa ana historia, ijapokuwa ni muda mrefu, lakini ana historia na ubingwa wa kutoa kombe la shirikisho. Ukija kwenye ligi yake ambayo anashiriki, ligi ya Misri, yupo nafasi ya 4. Ligi ya Misri ukihitaja miongoni mwa ligi kubwa ni yenyewe namba 1 katika kutoka Afrika. Kwa hiyo sisi tupo namba 4 kwenye ubora wa ligi ya Afrika. Kwa hiyo unakutana na timu ambayo ipo kwenye top 4 kutoka ligi bora namba 1 Afrika na timu ambayo ipo nafasi ya 2 kutoka ligi namba 4 kwa ubora wa Afrika. Kwa hiyo hapa inachagiza ubora na ugumu wa mchezo, kwa sababu quality ya wachezaji wa Simba ambao wapo kwa sasa hivi, kuna watu ambao wanaonyesha njia ya mafanikio. Tunazungumzia kina Fabrice Ngoma ambaye alishawahi kutoa ubingwa wa klabu bingwa akiwa na AS Vita, wakina Zimbo JR ambao wamefika kwenye hatua za robo finali mara nyingi kibao, wakina Shomari Kapombe, lakini kuna wachezaji wale wachanga wakina tunazungumzia kina Chaze Awa, miongoni wa wachezaji ambao ni wachanga kwenye kikosi, kwa sababu mafanikio ya makombe haya bado hajawa nayo kwa muda mrefu, wakina Liana Mbida Teba, wakina Steven Dese Mukwara, lakini kuna wachezaji wengineo. Kwa Fadlu Davis, yeye itakuwa ni mafanikio makubwa kwa sababu yeye alikuwa hajawahi kufika kwenye hatua hizi, ijapokuwa alishawahi kufika kama assistant coach au kocha msaidizi. Kwa hiyo ukiwa umeachiwa kijiti cha kuwa kocha mkuu, wewe hapo utajipea kifua kwa sababu umefika hatua ambayo inakufaa zaidi. Kwa hiyo kwa Simba wao watakuwa wanaingia na maumivu ya kuwa wamefika robo finali mara kadhaa alafu hajafanikiwa kupata chochote na hajafika popote. Kwa hiyo kwa msimu wanataka waingie nusu finali ili kuvunja ile majivuno au majibizano ambao wanawafanyia upande wa pili ambao walifika mpaka finali msimu wa mwaka 2022. Kwa hiyo wanachotaka wavunja na waweze kuchukua ubingwa ili tuone kuna ushindani mkubwa sana